Kuna mzazi ambaye ana trend sasa hivi ndio kijamii. Hii issue nimeiona nikasema nitazungumzia. Kuna mzazi ambaye mtoto wake, mzazi mwenyewe ni mtu wa dini, anasema yeye kanisa lake, yeye ni mtu wa dini sana mpaka anaishi kanisani huyo mzazi. Lakini mwanawe, imetokea mwanawe hivi ya 7 anaimba ngoma za kitamaduni. Chukua picture. Baba ameokoka, mama ameokoka. Unajua sisi Wagiriama tukiokoka tumeokoka kabisa. Tunanga Wagiriama akiokoka huwa ameokoka kabisa yani. Havai jinsi za mulungu. Anavaga nguo za pasi tu. Sasa huyu mshikaji yeye baba yake ameokoka, mama yaani wazazi wote wawili ni watu wameshika dini, wanavaa vitenge kwa sana. Akilala kanisani kama kanisani. Manake kule kwetu kuokoka basi we. Mtu ukisikia kule kwetu ameokoka, we acha tu. Sasa mtoto ikatokea mtoto siku moja, kipaji cha mtoto ni kuimba. Mtoto anapenda sana kuimba, ile mtoto wake kijana wao wa miaka kama 7 hivi. Siku moja wazazi wenyewe walikuwa hawajui kama mtoto wao ana kipaji cha kuimba. Wakaitwa shule ya mkutano. Na walivyoitwa mkutano, katokea wanafunzi, unajua kuna wale washairi, wale sijui wana nini, wale sijui wanafanya drama. Pale kwenye ile maonyesho wanaonyesha wazazi kwamba mtoto wangu anaweza fanya hivi, mtoto wako, yani uwezo wa wale watu wanadhihirisha pale. Sasa yule kijana akaja kwenye stage pale. Parents, teachers and my fellow pupils, in front of you. Nilikuwa nikizifanya hizo mimi Mbegu. Parents, teachers and my fellow pupils, in front of you is Augustine, ready to present to you a song entitled. Asa akaja mtoto pale mbele ya umati, akajitambulisha na basi akaanza kuimba mtoto. Na alivyokuwa akiimba, alikuwa akiimba nyimbo za kinyumbani. Alikuwa akiimba nyimbo za kinyumbani. Na nikizungumzia nyimbo za kinyumbani, alikuwa anaimba ngoma za kinyumbani. Sasa pale baba yake akaenda akamchukua mtoto. Akaenda akamchukua mbele, akiimba mbele ya watu, akamkanja makofi mengi sana. Mambo gani haya? Wewe ni msisi, ni watu tumeokoka. Vitu gani hivi unaimba hapa shule? Mwalimu wako anafundisha nini hapa shule? Maadili gani anafundishwa? Akamkula mambao. Ni mtoto wa miaka 7 pale. Na pale wazazi wengine wakaja juu. Bao wakataka kumpiga yule mzazi wa kumwadhibu mtoto wa kuimba. Swali langu linakuja hapa. Pale makosa ni nani jamani? Je, makosa ni ya mwanafunzi ama makosa ni ya walimu? Makosa ni ya mzazi? Ama hakuna makosa? Maana mimi naamini kwamba talanta ni talanta. Jukumu lako ya mzazi kulikuza talanta. Huenda akawa ameanza vile, lakini ukamgeuza maneno mazuri, ukamwonyesha upendo, anaweza na akageuka kwa mwimbaji wa nyimbo za kidini kama unavyopenda wewe. Lakini pia sinaamini kwamba mwanafunzi ana uhuru afanye anachokitaka. Lakini yote 9-10 na kuachia msikilizaji pale nje niambie, huyu mzazi alifanya jambo la sawa ama hakufanya sawa? Mtoto alikuja akaimba nyimbo za kinyumbani vizuri kweli, lakini baba hakuipokea vizuri, manake baba alikuwa ameokoka, ameshika dini. Yakaja pale kwenye ile stage pale shule, anampiga mambao mengi sana, kiasi cha kwamba walimu na wazazi wengine wakataka kumwadhibu yule kijana. Sasa yule mzazi alifanya jambo la sawa ama sio la sawa lile? I know sometimes it be like say nobody send you. That's when I did for you, my friend.